Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: China kufungua soko kwa kahawa kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai 20. China yaongeza uwezo wa kuzalisha umeme hadi kilowati bilioni 3.99, na ripoti ya shirika ya hali ya hewa duniani yatabiri mwaka wenye joto kali zaidi katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa hizo na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. China imetangaza hatua mpya ya kiuchumi itakayobadilisha biashara ya kahawa kati yake na Afrika baada ya kukubali kufungua rasmi soko lake la maharage ya kahawa kutoka nchi 53 za Afrika kuanzia Julai. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, serikali ya China itaruhusu uingizaji wa kahawa kutoka nchi zote 53 za Afrika zinazostahili, hatua inayolenga kupanua ushirikiano wa kiuchumi chini ya mipango ya biashara ya haki na endelevu. Wachambuzi wa masuala ya biashara wanasema uamuzi huu unaweza kuwa fursa kubwa kwa nchi zinazozalisha kahawa kama vile Kenya, Ethiopia, Uganda, Rwanda na Tanzania, ambazo tayari zina historia ya uzalishaji wa kahawa yenye ubora wa juu. Hatua hii pia inaonekana kama sehemu ya juhudi za China kuimarisha uhusiano wake na Afrika kupitia biashara badala ya misaada, huku ikiendelea kuwa mojawapo ya masoko makubwa zaidi duniani. Wakulima wa kahawa wanatarajiwa kunufaika zaidi iwapo wataweza kufikia viwango vya ubora vinavyohitajika na soko la China ambalo linazidi kukua kwa kasi kutokana na ongezeko la matumizi ya kahawa miongoni mwa wananchi wake. Wataalamu wa biashara wanasema kwamba nchi za Afrika zitahitajika kuwekeza zaidi katika usindikaji, ubora na miundombinu ya usafirishaji ili kunufaika kikamilifu na fursa hii mpya ya soko pana la China. Kwa ujumla, hatua hii inachukuliwa kuwa ishara muhimu ya mageuzi ya biashara kati ya China na Afrika yenye uwezo wa kubadilisha maisha ya mamilioni ya wakulima wa kahawa barani Afrika. China imeendelea kuimarisha sekta yake ya nishati baada ya uwezo wake wa kuzalisha umeme kufikia kilowati bilioni 3.99 kufikia mwisho wa mwezi Aprili mwaka huu. Takwimu mpya kutoka mamlaka ya kitaifa ya nishati nchini humo zinaonyesha ongezeko kubwa katika uzalishaji wa nishati ya jua na upepo. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka ya kitaifa ya nishati ya China, uwezo wa jumla wa mitambo ya kuzalisha umeme nchini humo umeongezeka kwa 14.2 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Katika kipindi cha Januari hadi Aprili, uwezo wa uzalishaji wa umeme wa jua uliongezeka kwa 26.2 na kufikia kilowati bilioni 1.2. Halikadhalika, uwezo wa uzalishaji wa umeme unaotokana na nguvu za upepo uliongezeka kwa 22 na kufikia kilowati milioni 660. Takwimu hizo pia zinaonyesha kuwa matumizi ya umeme nchini China katika miezi minne ya kwanza ya mwaka yalizidi kilowati trilioni 3.3, ikiwa ni ongezeko la 5.4 ukilinganishwa na mwaka uliopita. China imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika nishati jadidifu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa pamoja na kuimarisha usalama wa nishati nchini humo. Wastani wa joto duniani unatarajiwa kuendelea kuwa katika viwango vya rekodi au karibu na viwango hivyo katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Hii ni kulingana na ripoti ya shirika la hali ya hewa duniani WMO iliyotolewa Alhamisi. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Ripoti hiyo imesema kuna uwezekano wa 86% kwamba mwaka mmoja kati ya 2026 na 2030 utaipikwa mwaka 2024 kama mwaka wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Pia kuna uwezekano mkubwa sana wa 91% kwamba wastani wa joto la uso wa dunia utazidi kwa muda kiwango cha nyuzi joto 1.5 za selsiasi juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda vya mwaka 1850 hadi 1900 kwa angalau mwaka mmoja kati ya 2026 na 2030. Kiwango hicho pia kilizidiwa kwa muda mwaka 2024 wakati wastani wa joto la uso wa dunia ulifikia takriban nyuzi joto 1.55 za selsiasi juu ya kiwango cha kabla ya mapinduzi ya viwanda.
Ripoti hiyo imeeleza kuwa wastani wa joto unaotabiriwa kwa miaka 5 katika eneo la kati la bahari ya Pasifiki ya kitropiki unaonyesha mwelekeo wa hali ya El Nino, hasa katika miaka 2027 na 2028. Kwa mujibu wa Dr. Leon Hermanson, mwandishi mkuu wa ripoti hiyo, hali ya El Nino inatarajiwa mwishoni mwa mwaka 2026, jambo ambalo linaongeza uwezekano wa mwaka 2027 kuwa mwaka mwingine wa kuvunja rekodi ya joto duniani. Kiwango cha nyuzi joto 1.5 za selsiasi kinachotajwa katika mkataba wa Paris kinarejelea ongezeko la joto la muda mrefu linalodumu kwa kipindi kirefu. Kwa kawaida hupimwa katika kipindi cha miaka 20. Mtandao wa miji wa shirika katika mapinduzi mapya ya viwanda umezinduliwa rasmi Jumatano katika jukwaa la ushirikiano wa BRICS kuhusu mapinduzi mapya ya viwanda lililofanyika mjini Xiamen mkoani Fujian, mashariki mwa China. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Mtandao huo umeanzishwa kwa pamoja na jumla ya miji 11 ikiwemo Durban nchini Afrika Kusini, Lagos nchini Nigeria, Belgrade nchini Serbia, Almaty na Astana nchini Kazakhstan, Kaposvar nchini Hungary, pamoja na miji ya China ya Xiamen, Nanjing, Wuhan, Yinchuan na Chengdu. Lengo kuu la mtandao huo ni kuimarisha ushirikiano katika maendeleo ya kijani na uchumi usio na uchafuzi mkubwa wa mazingira, mageuzi ya kidijitali, ushirikiano wa mnyororo wa viwanda, pamoja na kukuza ujuzi na mafunzo ya rasilimali watu. Mtandao huo pia unalenga kuanzisha jukwaa jipya la ushirikiano wa kimataifa kati ya miji kupitia mifumo ya mawasiliano ya mara kwa mara, uhusiano wa kibiashara na viwanda, pamoja na kubadilishana rasilimali za ubunifu na teknolojia. Kwa kutumia miji kama nguzo muhimu, tunalenga kuanzisha mtandao wa miji washirika katika mapinduzi mapya ya viwanda. Mbinu hii itawezesha ulinganifu sahihi kati ya rasilimali za ndani za kila eneo na mahitaji ya viwanda, kuunganisha kwa ufanisi rasilimali za ubunifu na uwezo wa uzalishaji viwandani, pamoja na njia za masoko kati ya miji mbalimbali. Hatimaye, hili litapunguza gharama za ushirikiano wa mipakani kwa wafanyabiashara. Jukwaa hilo ambalo limeandaliwa kwa pamoja na Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari ya China pamoja na serikali ya mkoa wa Fujian linajumuisha ufunguzi rasmi, jukwaa kuu la majadiliano, vikao vya pembeni pamoja na matukio mengine ya kikazi na kiuchumi. Maadhimisho ya siku ya Afrika yamefanyika jijini Beijing, China, yakileta pamoja mabalozi, wanafunzi na Waafrika wengine wanaoishi nchini China. Sherehe hiyo ilibeba kauli mbiu ya furaha na umoja, ambapo washiriki walisherehekea urithi na utamaduni wa Afrika. Pili Mwinyi alikuwa kwenye sherehe hiyo na hii hapa ripoti yake. Leo niko hapa katika bustani ya Chaoyang, ambapo kama tunavyoona kuna shamra kubwa kabisa. Tunasherehekea ama tunaadhimisha siku ya Afrika, miaka 63 ya siku ya Afrika. Na huko kama unavyoona kwamba hii ni sherehe imeandaliwa na mabalozi wa Afrika hapa nchini China, pia Umoja wa Afrika na wenyewe pia wametia mkono wao. Leo ni siku ya furaha, kwa hiyo tuko pamoja, na hili tunaona kwamba ni dirisha la Wachina kufahamu utamaduni wa Afrika. Siku ya Afrika inayoadhimishwa Mei 25 kila mwaka ni kumbukumbu muhimu kwa watu wa Afrika kusherehekea harakati zao za kupigania uhuru na kuimarisha umoja wao. Pia inaadhimisha kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, yaani mtangulizi wa Umoja wa Afrika, ambapo kuanzishwa kwake kulileta sura mpya ya kujitegemea kwa pamoja na maendeleo ya pamoja kwa mataifa ya Afrika. Mabalozi na wanadiplomasia kutoka nchi mbalimbali za Afrika walioko China, pamoja na wasanii, wanafunzi wa kimataifa wanaosoma nchini humu, na marafiki kutoka nyanja mbalimbali nchini China na Afrika walikusanyika pamoja kusherehekea siku hii. Katika hotuba ya ufunguzi wa sherehe ya siku hiyo, wageni waliohudhuria walipongeza jukumu chanya la mawasiliano ya watu katika kuimarisha urafiki wa Afrika na China. Balozi wa Somalia nchini China, Hodan Osman Abdi, alisema mwaka huu ni mwaka wa mawasiliano ya watu wa China na Afrika. Sherehe ya siku ya Afrika ya mwaka huu inalenga kuwawezesha Wachina zaidi kuielewa Afrika kupitia maingiliano halisi na uzoefu wa kitamaduni. It's very important for us to focus on cultural exchange, getting each other to know each other better, to have more windows and opportunities for us to understand each other's diversity, understand each other's vibrant and unique
different cultures, I think we really need more opportunities like this, and this year is an excellent opportunity for us to take care of. Sherehe ya Siku ya Afrika ya mwaka huu iko wazi kwa umma, ikijumuisha mabanda mengi maalum ya mataifa ya nchi nyingi za Afrika ambayo yameonyesha utamaduni tajiri, rasilimali tele za utalii, sanaa za jadi pamoja na ubunifu wa Afrika, na kuonesha taswira yenye uchangamfu ya Afrika kwa umma wa China, ambayo yamevutia Wachina wengi kuyatembelea na kujionea utamaduni wa Afrika. 我认为这个非洲的文化非常的多种多样并且都非常精彩又有趣。比如说那个旗子，它就是运用到一些策略，我感觉就非常的有趣。包括这个鼓，我也感觉是非常好玩。我们也非常高兴能够在首都北京，我们的家乡来参加这样的活动。然后今天我们是看了非常多的展台，我们背后的这个舞台上还有不同国家的表演。我们也希望能够更多的参与非洲大陆53个国家的活动，能够更多的有中非的友谊，能够在共建“一带一路”的平台上更多的民间的交流。Wachina wengi kiukweli wanapenda utamaduni wa Kiafrika. Wakija kwenye banda lazima watakuoji kwa lugha yako wewe mpaka utashangaa. Kitu cha pili wanapendaga kujifunza mambo ya chakula na ngoma. Kama leo tumewachezesha sana pale na kuna mmoja tumemfundisha nyimbo jambo bwana mpaka ameikalili. Na amesema anaenda kumfundisha mwanae. Kwa hiyo kwetu ni furaha kwa sababu ni tupo kwao, ila sisi tunaonekana wenyeji, wao ndo wageni. Kwa hiyo kwetu ni furaha sana. Siku ya Afrika sio ya Afrika pekee, bali ni ya wale wote ambao wanataka kulifahamu bara hili. Na leo hii basi imekutanisha watu wa rangi mbalimbali, watu wa lugha mbalimbali. Na kama kauli mbiu ya Umoja wa Afrika inavyosema kwamba Afrika iliyoungana. Na hapa Beijing tunaona kwamba wageni kwa wenyeji wameungana pamoja kufurahia muziki, dansi pamoja na hadithi. Akademia ya Sayansi ya Jamii ya China imetangaza kuwa mabaki muhimu yaliyochimbuliwa kutoka kwenye kaburi la Shuwe namba 1 huko Dulan, mkoa wa Qinghai, kaskazini magharibi mwa China, hivi karibuni yamekamilisha kazi kubwa ya urejeshaji na uhifadhi baada ya juhudi za miaka 4. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Chombo kikuu cha Akademia cha China kimeonyesha mfululizo wa mafanikio makubwa katika sayansi ya arkeolojia na ulinzi wa urithi wa kitamaduni, huku kikileta mwanga mpya katika uvumbuzi wa kiteknolojia na mabadilishano ya kitamaduni katika enzi za kale za China. Akademia ya Sayansi ya Jamii ya China imetangaza kuwa mabaki muhimu yaliyochimbuliwa kutoka kwenye kaburi la Shuwe nambari 1 huko Dulan, mkoa wa Qinghai, kaskazini magharibi mwa China, hivi karibuni yamekamilisha kazi kubwa ya urejeshaji na uhifadhi baada ya juhudi za miaka 4. Kaburi hiyo ni la enzi ya Tang. Moja ya makaburi yaliyovutia ni wazi la kivita lililopakwa rangi ya shaba, mfano pekee halisi unaojulikana na silaha za dhahabu za enzi ya Tang kugunduliwa nchini China mpaka sasa. Mfano ulioundwa unasaidia kutengeneza mwonekano wa utaratibu rasmi wa familia ya kifalme ya ufalme wa Tu Yuhun. Wakati wa kipindi hicho, vyombo vya mbao ama kaburi vilivyotumika kuwekea zabibu vilithibitishwa kupambwa kwa ufundi wa ngazi ya juu kwa kutumia dhahabu na fedha. Ugunduzi mwingine muhimu ni mabaki ya kitambaa kilichotiwa rangi kilichotengenezwa kabla ya mwaka 750 AD kupitia mfumo wa carbon 14 katika historia na kufanya kuwa mfano wa kwanza halisi wa ufundi wa kuweka rangi kwenye vitambaa kutambulika duniani. Wanaarkeolojia wanasema kitambaa hicho huenda kilitengenezwa kusini magharibi mwa China na kusafirishwa mpaka Chang'an
mji mkuu wa Anziatang na maeneo ya jirani kupitia mifumo ya maofisa wateule na mtandao wa biashara. Pia wanaakiolojia wametambua mabaki ya mti wa kale uliochimbuliwa kutoka eneo la mabaki ya kale mkoani Zhejiang, mashariki mwa China, kwa kutumia njia za kisasa za kisayansi. Mabaki hayo yenye historia ya miaka karibu 4500 yanatoka katika mti wa kale wa Bayberry na kuwakilisha mfano wa mwanzo zaidi na uhakika wa aina yake kugundulika nchini China. Ugunduzi huo unatoa viashiria muhimu kuhusu mpangilio wa chakula na maisha ya watu walioishi wakati wa zama za utamaduni wa Liangzhu. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第10课，现在几点？ Sikiliza rekodi na usome. 5点5点12点12点1点10分1点10分 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 点点分分见见现在现在早上早上太早了太早了 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 现在现在 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在10点 点点 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在12点 分分 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在11点10分 见见6点见6点见 早上早上 早上5点 早上5点 太早了太早了 太早了 太早了 Sasa ni saa ngapi? Je, unajua kusoma saa? Ngoja ni kujaribu. Saa inaposimama, tafadhali mwambie mwalimu, sasa ni saa ngapi? 现在几点？ 10点45分 现在几点？ 11点55分 现在几点？ 12点15分 现在几点？ 2点30分 现在几点？ 5点40分 现在几点？ 7点 现在几点？ 9点10分 Treni za herufi za Kichina. Kuna herufi ya Kichina kwenye kila behewa la treni. Tafadhali chagua puto la pinyin inayolingana na herufi ya Kichina. Puto litaruka na kurudi kwenye treni kwa kila jibu sahihi. Je, unaweza kusaidia kurudisha maputo yote? 点点
分分线线见见早早在在 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. Naam, ni Hulka akimwambia kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.